Adamu. Na Hawa huku pia kuna kaka na dada, mama yao ni bibi Hawa na baba yao ni mzee wetu Adamu. Kwa hiyo wanabadilishana, wanawana vipi? Dada wa huyu anamuoza huyu, dada wa huyu anaolewa na huyu, na ndio mpaka dunia ikawa imejaa watu hivi. Sasa kizazi kikaanza Kabil, ikawa dada yake yeye aliyezalikana yani katika fuko moja, akawa ni mzuri mno kuliko dada wa Habili, na kumuoa dada yako mwenyewe ni jambo haliwezekani. Kwa hiyo akatakiwa amuoze huyu na huyu wa huku na aletwe huku. Kwa hiyo wakaoneana wivu, vurugu. Kisha Kabil akaona ni bora ni muue Habil, akamuua ndugu yake Habil. Mara tu baada ya kuuana kwa sababu ya wivu wa kimapenzi, inkashatil ardh, pale ardhi ikawa kame. Tumswaleni Mtume Muhammad. Baada hiyo ardhi ambayo ilivyoumbwa ilikuwa ni ya ukijani, baada ya tukio hili la ufisadi kufanyika, la watu kuuana kwa sababu ya mapenzi, yani Kabil kumuua nduguye Habil, pale ardhi ikawa kame. Ndio chanzo cha ugumu wa haya tunayoyaona yanaendelea. Lakini washakatil ashjar, na baadhi ya miti pale ikawa na miba. Hii miti ya milimao huko nyuma ilikuwa haina miba. Miti ya michongoma huko nyuma ilikuwa si yenye miba. Mungu hakuwahi kuumba mti wenye miba. Lakini baada ya ufisadi huu ulivyofanywa na hawa kaka zetu, ndio pale mabadiliko yakabadilika, basi baadhi ya miti ikaanza kuwa na miba. Lakini waswaratil ardu sauda, ardhi ikawa ni nyeusi yenye kuchakafuka. Walbiharu mal'an zuhaka, na maji ya bahari ndio yakaanza kuwa ya chumvi ya chungu. Ndio haya ambayo ukienda ukayaonja pale feri, wayaona ni maji yani hayafai kunywa na hayakatikiwi, lakini nyuma yalikuwa ni maji ya tamu. Lakini yalibadilishwa hayo kwa sababu ya ufisadi waliofanya kaka zetu Kabil na Habil. Walakin hali hizo zikaendelea kubadilika hata kila mpaka pakasemwa dhahara alfasadu fil barri, ufisadi umedhihiri nchini, bikatili Kabila akhahu Habil, ufisadi umedhihiri nchini, yani kwa maana ulimwenguni, kwa sababu ya Kabili kumuua ndugu ya Habil kwa jambo la wivu wa kimapenzi. Hapa tunaweza tukajiuliza, waliogombana ni ndugu wawili kwa sababu ya kugombania mke aliyekuwa mzuri. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asiwahukumu wao tu akawatia adhabuni, halafu ile bahari ikaiachwa vile kama ni tamu, ardhi yani yale yote yasingeli badilika yakaachwa akawa vile? Ndio akasema alhikmatu fi nuzuli lanati ala ahli mahalla, ni ipi hikma ya Mungu kupeleka laana kwa sehemu kubwa, yani kwa eneo lote, ikiwa ni watu fulani tu ndio ambao wamefanya visa? Ikatolewa mfano kwa namna ya Mungu akileta hikima hiyo, ni kama vile ambavyo tunakuwa sisi ni wenye kusali, mfano ibada ya sala, lakini wapo watu ambao wanatokamana na sisi lakini si wenye kusali ibada ya swala, na innahum yarawnahum, na sisi tunakuwa ni wenye kuwaona hao na hatuwakemei. Ndio akasema kule Mtume sallallahu alaihi wasallam, tariku swalata mal'un, mwenye kuacha sala yeye yule aleta swala ana laana, si yeye, wajaruhu, na jirani yake, in radhiya bihi mal'un, na kama kuna jirani yuko radhi juu ya yule aliyeswali, nimeridhia bwana, si aswali mwenyewe, mimi nimeridhia. Mtume kamtaja jirani, lakini ni karibu zaidi wewe wa ndani kabisa. Ndani kabisa katika familia kuna mtu anacheza betting kama rizi, ndio hizo hali zikawa ngumu na wewe ukemei. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akileta lile janga analeta ndani ya familia nzima, kwa sababu hauangaliwi ucha Mungu wako wewe mmoja ikiwa uwakemei hao. Kwa hiyo ndio maana Mwenyezi Mungu akileta laana ni kwa sababu hatuambiani, hatukemeleani.
Na kutokamana na hilo la kutoa kwamba atukemeani atukatazani, ya ummuhumullahu ta'ala bi'adhab, Mwenyezi Mungu ndio akiiteremsha laana au garika anaipeleka kwa watu wote. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.